Ni taarifa ya Juni 9 mwaka 2025 ikufikie kuwa uongozi wa Young Africans Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa tarehe 7 Juni ulipokea barua kutoka bodi ya ligi kuu Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria kikao maalum cha kujadili masuala ya usio mchezo nambari 184 wa ligi kuu soka Tanzania bara. Hivyo taarifa ambazo zimetoka hii leo ni kwamba mara baada ya kusikiliza kile ambacho waliitiwa na bodi ya ligi, msimamo wao umebaki kuwa pale pale. Matakwa wanayoyataka ndani ya bodi ya ligi yakifanyiwa kazi na wakapokea barua, wao wapo tayari kucheza dabi ya tarehe 15. Kwenye line ya simu nipo na Seifu Mipapa. Seifu Simba, hali yako iko vipi mahali? Jafeti, hali yangu iko sawa, namshukuru Allah. Kwa kuendelea kunipa dhamana ya pumzi yake ambayo ni haki ya Mwenyezi Mungu, basi napata kumshukuru Mungu kwa hilo. Barua nadhani utakuwa umeisoma vizuri na umeipitia, maana mpaka tunavyozungumza hivi sasa ina lisali moja lililopita ndo imechapishwa kupitia ukurasa wao wa Instagram. Kwanza tuanzie kwa bodi ya ligi kuita klabu ya Young Africans. Dhahiri shaili imeanza kuhofia kuwa dabi haitokuwepo. Jafeti, bodi ya ligi naendelea kuamini kuwa ni imara na pia inanitisha kwa namna ambavyo inafanya kazi. Nianze Jafeti. Busara kuna muda ni msingi mkubwa sana katika kueleza majambo ambayo unahisi yameharibika. Lakini shida Jafeti ya nchi hii, namna pekee na namna rahisi ya kutengeneza uimara wa mpira wetu, kutengeneza niseme nini, yani kutengeneza kizazi strong cha mpira. Bodi ya ligi sasa inapimwa katika mzani ambao haijawahi kufikiria kukaa. Jafeti, nianze hapo. Nianza kuona bado nasema na imani na bodi ya ligi, lakini inanipa mashaka Jafeti. Bodi ya ligi kimsingi inaendeshwa na kanuni na sheria. Dakta. Sheria ni zile ambazo zinatungwa kimataifa, wao wanazifanyia marekebisho kwa sababu watu waelewe vizuri. Ziko sheria huwa zinakuja kutoka FIFA, zenyewe zimetungwa kabisa FIFA. Lakini zinapofika mikononi mwa TFF wanatazama FIFA sheria hii wamegonga. Kwa mfano dola 100,000 faini yake. Sisi watu wetu wanaweza kulipa dola 100,000. Unachukua ile sheria unaifanya kama kanuni sasa. Unaitoa katika dola 100,000 unaileta katika milioni 5 za Tanzania. Sasa hii ukishakufanya hivi, hii inaitwa kanuni. Sasa bodi ya ligi mkononi mwake ina sheria na kanuni. Bila ya kujali ni nani na watafanya nini. Hii ndio bodi pekee itakayoonyesha ubora na itakuwa bora kuliko bodi yoyote kuwahi kutokea Tanzania. Endapo itaendelea kuwa na msimamo wake ule. Sasa kuendelea kuita Yanga inawezekana ipo katika nukta ya busara, lakini nisijadili tu katika nukta hiyo Jafeti. Hata mimi naweza kusema kuita Yanga pengine ipo katika nukta ya busara. Hawa watu hawana busara. Umeelewa Jafeti? Watu wangekuwa na busara na adabu, alau siku moja wangeanza kutamka maneno ya adabu kwenu katika bodi ya ligi. Alau siku moja wangetamka maneno ya busara katika bodi ya ligi. Hawa watu wanatamka vitu vya hovyo, sijapata kuona. Kwa mfano, kuna kijana wao mmoja msemaji ambao aliwahi kujipa majina ya hovyo hapa katikati. Hatupendi kuyatamka kwa sababu nini waungwana sisi. Alipigiwa simu na kituo kimoja cha habari cha Crown TV. Wakitaka kujua msimamo wake wa bodi ukoje. Yaani msimamo wake wa mechi ukoje. Huyu kijana akawa anahojiwa na kituo kimoja cha FM. Nani wale Crown FM. Kai ndo alimpigia simu. Anaulizwa juu ya msimamo wao vipi juu ya dabi. Akasema si hatuchezi, msimamo upo pale pale, na anadai kila siku asiojiwe jambo hilo kwa sababu wao washalitorea msimamo kwa wachezi. Lakini wanaojiwa kimsingi kwamba sawa mnasema mcheze, lakini ziko posti ambazo nyinyi mlizifanya katika hili pengine ndo zimepelekea hiyo dabi kuvunjika. Akasema Mkani, unajua kuna watu sio wanatumwa, sisi tunashughulikia watu ambao wanazungumzia dabi, umenielewa, ndio tutawashughulikia.
Watu ambao yani asimaanisha kuna waandishi wa habari wanatumika, umeona, kutaka kuhujumu Yanga kwenye jambo hili. Sasa mimi kwa nini narudi katika bodi ya ligi? Bodi ya ligi wasijifanye hawaoni. Bodi ya ligi wasijifanye kila jambo eti lazima liendeshwe kisheria. Bodi ya ligi wanawasikia watu wanaposema. Umeelewa japo? Kama klabu bodi ya ligi hairuhusiwi, yani kuna watu wajue bodi ya ligi hairuhusiwi kwenda kuomba ridhaa yoyote kwa mtu yoyote katika jambo la kanuni, hairuhusiwi. Jakati, umeelewa? Bodi ya ligi hairuhusiwi kutafuta huruma, ujamaa wala hisani kwa Yanga. Yani bodi ya ligi, Yanga ni panya mbele ya bodi ya ligi. Ni wewe unaangalia nimwekea mtego gani huu, unaweza kumbasa, nimwekea mtego gani, ni mkamate amekufa. Yani bodi ya ligi yenyewe haina ruksa ya kuanza kukaa eti inajadiliana na Yanga. Unajadiliana nini ikiwa bodi ya ligi mnaamini kimsingi mlivunja mechi kwa mujibu wa kanuni? Umeelewa vipi? Kipi tena mnaenda kutafuta kutoka kwa watu ambao hata adabu hawana? Yani Yanga wote kwa ujumla hawana adabu. Kuna kipindi nilikuwa nafanya favors kwa baadhi ya watu, lakini natoka kusikia na watu wengine pia, yani Japati. Wewe niambie, jana nimekaa nikiwa nasikiliza social media moja anaojua Sande Manara. Sande Manara ni mtu mdogo kwenye mpira wetu. Nitakuwa sina adabu Japati kama nitamuona mzee Sande Manara ni mtu mdogo kwenye mpira, kama sitompa heshima ya mpira. Lakini ndio vile wakati anaojua juu ya dabii, yani mzee Sande Manara nilidhani yani unajua mtu unaposema kwa Yanga hawafezi, maana yake umekuja katika hoja ya msingi kabisa. Msingi wake wa kuvuguta mechi ya awali ilikuwa ni nini? Na kwa bahati mbaya utaenda kuona sasa mtu kama mzee Sande Manara afahamu hata utaratibu wa uendeshaji na namna ambavyo yeye amecheza mpira, mtu mkubwa, umeelewa vizuri? Kwa hizi maiki wazipiste, yani zikija kwa wazungumze kwa namna wanaelewa. Wakikurupuka tutawapata kama hivi. Wasione tunawapungia heshima baba zetu. Anasema anataka bodi ya ligi wasimame kuomba msamaha kwa makosa waliyofanya. Ila hawataki viongozi wa Yanga wasimame kwa kuomba msamaha kutuma mibausa ambayo imekwenda kuvuruga mechi. Yaani tunakuwa nielewa sijui. Nani kinaonyesha pia hata mzee Sande mwenyewe wewe ready hana maskini ya Mungu, kile baki alicheza mpira tu. Sasa kucheza mpira tu hakuna maana, ndio utakuwa unajua kila. Klabu kutaka matakwa yao yatekelezwe ni dhahiri shairi kwamba moja, kuna mambo yalienenda ndivyo sivyo; mbili, wana nafasi kubwa kuliko kanuni, taratibu na sheria zinazoongoza shirikisho pamoja na bodi ya ligi; tatu, busara ndio inayotumika kwa hivi sasa kuliko maamuzi ya kitaratibu ambayo yapo yanatakiwa kufuatwa. Jafeti, kuna mtu mmoja aliwahi kusema ya maneno, alafu nitakurudia katika swali lako la msingi sana uliouliza. Tena ni swali la msingi kwa kweli. Kuna mtu mmoja alikutanishwa na viongozi baadhi wa serikali na watu wa Yanga. Huyu ni yule wa kauni nani? Nani anaitwa? Hans Raphael. Anaitwa Hans Raphael. Akakaa studio kwa sababu yule bado mtoto, akasema unajua Yanga, yani kila idara ya serikali kuna mtu wa Yanga. Sasa kumekuwa na tofauti kati ya Simba na Yanga. Hawa watu wa serikali wa Yanga ni watu wanatumia vibaya madaraka. Yani wangekuwa kama nchi ya Korea, hawa walikuwa hawana haki ya kuwa viongozi wa serikali. Na usiogope, yani nisiogope kusema kwa sababu ni kweli wanafanya hicho. Kwa hiyo hawa Yanga, hii mijadala unayoiona kwa hawa kina Alikamwe, umeelewa, na hawa wahuni wenzao, hii mijadala sio yao. Yani nyuma yao kuna watu wanajadiliana nao. Yani Alikamwe ule anaenda kumuona kwa mfano mkurugenzi wa usalama wa taifa naye ni shabiki wa Yanga, anamwambia hii haiwezekani, hii msicheze. Anakwenda kukutana na waziri ambaye pengine hatambui hata kazi yake. Umenielewa? Ni kwa nini msicheze? Sasa viongozi ambao wanaharibu mpira, kwanza ni viongozi wa serikali ambao ni mashabiki wa Yanga. Hao ndio watu hawafai katika dunia hii hata kuumagia katika mpira wetu. Umeelewa? Mpira ifike wakati kina Mo warudi wale kuku shekhe. Kwani kuna haja ya kuendelea kuzungumzia mpira Jafeti? Haja. Yanga hawana uwezo wa kuweka shati lolote katika bodi ya ligi. Nimekwambia katika nchi Jafeti, Yanga hawajawahi kuleta athari yoyote ya kimpira katika nchi. Hawana athari yoyote. Kwanza ni klabu ambayo hata izungumzia hata ukifika Misri hakuna mtu anajua Yanga.
Ina hata pesa inaweza kwenda shangili iwe nini? Hapo kulitetea taifa hili katika hoja yote, yani robo finali ndio amecheza ile juzi ya kwanza tunapingwa. Hiyo ni klabu ya kukaa ikafungwa watu wewe. TFF kwao ibara watengeneze rekodi, acha wao na liwe, waachane nao viongozi wapojitambua ambao ndio wanaleta hizo hapa. Sikiliza Jafeti. Maneno ya hoja wanafunza na wazee wa Yanga juzi. Walipaswa kukamatwa wale kwa sababu wale ni sawa na uhaini. Hivi wao wanaposema kwamba hivi ligi ikisha hakutotawalika hivi, unataka kunambia jeshi la polisi la nchi alilindi watu wa mpira? Lipo kwa ajili ya raia wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake vile vizee 10 vina uwezo wa kusababisha jeshi la polisi lisifanye kazi yake. Vile vizee 10 vile hawawezi kuzuia. Sasa ndio mantiki ni hiyo, na usibeze kauli kwa sababu vile vizee vilipotoa kauli nyuma yake huko mitaani kuna mamburura walibeba hiyo kauli wakawa wanazungumzia. Umeelewa? Hata kabla tukio lenyewe lijatokea finya vile vizee vikajibu. Nchi hatuwezi kuanza kujadiliana na watu ambao hata maarifa yenyewe hawana. Jafeti, yoyote anayehoji sofia kuvunjika kwa mechi aende akahoji chanzo kwa nini mechi ilivunjika. Yani Jafeti, hii inanidhihirishia kweli kuna baadhi ya watu Afrika huko hata uwezo wao kufikiria huko sawa sawa. Eti mtu anajoji tu bodi ya ligi katika kuvunja anasema kwani tukio lile la kuzuiliwa si kanuni kuna faini? Yaani kikanuni kuna faini, kuna muda katika sheria watu wanatakiwa wajifunze. Ukifanya kosa kwa makusudi inaachwa faini, utapewa adhabu zaidi ya faini. Kwa sababu umefanya kosa kwa makusudi ukiamini faini hii inaweza ikafanyaje? Ikasofu. Lakini leo mnapoleta reaction juu ya tukio la bodi la ligi kusogeza mechi, yaani mnajisahaulisha, nielewe Jafeti, mnajisahaulisha kwamba hiyo hasira ambayo unajifanya unayo leo juzi ilikuwa kwa mshabiki wa Simba kwa sababu ya kuzuiliwa timu yake kutokwenda. Rudini, fateni vibausa vyenu hivyo ambavyo havina shule vimepiga mavyuma yamewaathiri akili. Rudieni waambieni hao, umeelewa vizuri? Kwa sababu ndio tufurugia mambo yote, hata wanatuletea na mapicha ya kuigiza. Hapo nyuma yake tu wanatafuta watu mashuhuri na wao wanazungumza mbele nyuma, msituletee misimamo ya Usimba na Yanga. Nyinyi pia Yanga mtujibu kwa nini mlileta mabausa kuja kuwavuruga Simba wafanye mazoezi. Umeelewa? Na hilo sio jambo la kwanza. Mlituma mkuu wenu wa mkoa shabiki wa Yanga aende akawafumbue Simba. Hizi ni hoja wajibu. Bodi ya ligi iko very kabisa, yani iko sawa sawa na inafanya sawa, isipokuwa kwa hili wanaolitafuta kwenda kuomba hisani kwa watu wasiojitambua wanafanya makosa. Wao waweke nyundo kama ilivyo. Wao ndio wenye mamlaka. Tukubaliane Saifu Mipapa. Katika swali niloliuliza sina hakika kama litakuwa limetoka na majibu sahihi. Msikilizaji ataweza kucomment hapo chini. Lakini naomba niendelee na safari ya maswali ambayo ninayo kichwani. Tukubaliane kwamba mamlaka kwa maana inayoratibu hizi ratiba za mechi ambayo ni bodi ya ligi, dhahiri shahidi ndani yake inaongozwa na watu wenye mapenzi ya Usimba na Uyanga. Ndio maana linapokuja swala la kufuata taratibu, kanuni na sheria linakuwa ngumu katika upande wa vilabu vya Simba Sports na klabu ya Young Africans. Tunakiri hilo, mapenzi yametawala kuliko weledi katika kutekeleza kanuni na taratibu vile zinavyowataka. Hebu nikumbushe, Simba waliwahi kukutwa na kadhia gani moja labda? Yaani Simba ondoa, zungumzia Yanga Jafeti. Watu wa hovyo katika nchi hii wanaharibu mpira wa nchi, so atifu ya kisheria ni Yanga. Jafeti, Musonya unamfahamu? Namfahamu. Kwa katibu mkuu aliwahi kufungia Yanga miaka 5. Hebu nikumbushe, Simba waliwahi kufungiwa na nani? Kuonyesha hao ni watu wa hovyo tu. Simba itoe brother, Simba izungumzwe katika ukubwa. Isizungumzwe Simba katika mambo haya ya kijinga Jafet. Yaani ikatafutwa eti kuonekana Simba na Yanga wanatuna misuli. Simba wanaweza wakapewa favors kwa sababu ni wakubwa, wakawa wanakutana na Njombe Mji, Mbeya City. Kweli viko vitu vikafanyika kwa sababu ya Simba, na Simba ni big team. Ukweli huwa hatuwezi kubisha. Nao Yanga wako zaki katika vitu vya ovyo. Yanga ni namba 1, mtu anayefanya vitu vya ovyo. Kwa Jafet, ondoa kauli ya hii Simba na Yanga. Hizi ni kauli za kutafuta favor. Mimi siko huko. Mimi sio wewe, nitampata mtu yote anikumbushe matukio ambayo Simba walijaribu kuthubutu kutaka kuijaribu ligi. Ni wapi na tukio gani?
tukio la mara ya kwanza bodi ya ligi ilisogeza mechi kutoka saa 11 kwenda saa 1, ndio? Simba tunahusika nini hapa? Simba tulikwenda saa ngapi? Mlikwenda saa 11. Saa 1. Ratiba ilitutaka tufike saa 1 kwa mujibu wa barua. Saa 11 walienda hawa Mburula ambao leo wanaikaidi bodi ya ligi. Hao ni washamba brother. Yaani mimi nikisema hao ni washamba nieleweke, hao ni washamba. Mechi ilisogezwa saa 1, ina maana reporting time ya timu kuwasili ni saa 11. Simba inaingia, Young Africans wanatoka. Sasa unazungumza kuingia, nazungumza wao walikuja katika muda gani? Wao walifika mapema, walifika saa 9. Wakati huo ile ilikuwa ni issue ya Simba. Ilikuwa ni issue ya bodi ya ligi. Kwa shamba tu wao hajafeti, unatafuta nini favor? Mimi sitafuti favor, kwanza si kati hata urafiki. Shocking clear, Jafet kwa wao ni washamba. Mimi nitakuonyesha ushamba mwingi ambao na wao watoe. Na wakajifanya wao ni watu wanaotaka kanuni. Na nikwambie Jafet, hao bodi ya ligi ndio maana wanaongezeka. Hao watakiwa kutungiwa sheria kali muda mrefu sana, na tulishawishi hiyo na tukasema. Wakawa wanawalea hata ilipofika kuruka mageti. Tulisema basi uje wakati isemekane, sio kuruka mageti faini. Isemekane ukiruka geti unapokonywa point 3 ili hizo adabu zishi. Hao kina Almas Kasongo wakaona muda huu bado haitoshi, muda huu wakawa wanalea huu utumbo ambao sasa unawalimu. Wewe unamlea mtu ana maarifa wala elimu brother, hata kuacha tu mwishowe kwa sababu na maneno ya falsafa ya kinabii. Umeelewa bwana? Mimi Muislamu Sheikh, sikataka kumtaja mtume wangu. Mtume wangu ana maneno ya falsafa, anasema unapomfadhili mcha Mungu, unapomfadhili msomi mcha Mungu na kusudia mtu mwenye kujitambua, kusudia mtu huyo ni mpe vyovyote aliyesoma akapata kusoma na mcha Mungu. Basi anasema umefadhili sawa sawa kuliko kumfadhili mjinga. Kwa mfano, unapomfadhili mcha Mungu, kuna siku umefiwa, atasema hapana, Jafet aliwahi kunifanyia fadhila hii, ngoja nende nikajibu. Ukimpa shilingi 10,000 atakwambia asante. Ukimfadhili mjinga, ukimpa 10,000 anasema yule tajiri, inawezekana majini yamemwambia afanyeni akupe. Sasa nani bodi ya ligi wamefadhili wajinga kwa muda mrefu, sasa wajinga wanataka kuwasumbua. Sasa ilivyo kwa kanuni, haya matamko walioyatoa Yanga, yani wasituambie eti hajatolewa na viongozi. Wale wazee walikuwa pale, wamepewa baraka zote, umenielewa vizuri? Kama inawezekana twende sikundi la watu 10 wa Simba kama tutaruhusiwa. Yale ni maneno ya viongozi. Bodi ya ligi waone wa watu walivyo watu wa hovyo. Wametukanika pale kwa bodi ya ligi wa kuheshimiwa, wametiwa midomoni. Hao watu sio watu wa kukaa nao, ni watu wa hovyo brother. Fanyeni la kufanya, tuone watafanya nini. Hawana uwezo wa kufanya chochote hawa. Umeelewa sijui? Hawana, narudia tena, hawana uwezo wa kufanya chochote hawana.